Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Wa kirafiki kwa ngazi ya upande wa vilabu ni mchezo ambao umeweza kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club siku ya leo kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo Yanga wameweza kucheza dhidi ya Les Aigles du Congo, ambapo mchezo huu ulikuwa ni sehemu ya tamasha ya kilele cha siku ya Yanga Day, ambapo tumeshuhudia moja ya mchezo bora sana wa kirafiki kutokana na jinsi vilabu hivi vimeweza kupeana upinzani, kwa sababu Yanga wametumia sehemu ya mchezo huu kujiandaa kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027. Alkazalika Les Aigles du Congo nao pia wameweza kutumia mchezo huu kama sehemu ya kujiandaa na msimu mpya. Ukumbukwe Les Aigles du Congo ni klabu ambayo inatokea katika nchi ya Kongo, ambapo watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, na Yanga ni klabu kutokea katika nchi ya Tanzania ambayo nao pia itakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Fahamu tunashuhudia katika kipindi cha kwanza kilikuwa ni cha kuvutia sana, hususan Yanga walitengeneza mashambulizi, Les Aigles du Congo nao pia waliweza kutengeneza mashambulizi, lakini tunaona kipindi cha kwanza katika dakika ya 26 Peter Shalulile, mchezaji wa klabu ya soka Yanga, ambapo huu ndio ulikuwa mchezo wake wa kwanza tokea ajiunge na klabu ya soka Yanga Sports Club, basi dakika 26 aliweza kusababisha mkwaju wa penati, na penati hiyo akaweza kuipiga mwenyewe dakika ya 27 na kuweza kupiga moja ya penati ya kiufundi sana, ambapo penati moja kwa moja ikaweza kuzaa bao kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini Les Aigles du Congo hakupoteza fokasi yao, wakaendelea kucheza ile soka lao, na ndipo katika dakika 36 kupitia Talaston akaweza kuisawazishia klabu ya soka ya Les Aigles du Congo. Mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake kuashiria mapumziko, basi timu hizi zilikuwa zimetoshana nguvu ya sare ya bao 1-1. Katika kipindi cha pili tunaona Yanga Sports Club wakaweza kubadilisha kile kikosi chote ambacho kiliweza kuanza kipindi cha kwanza na kuweza kufanya mabadiliko, kuingiza wachezaji wapya, wengine wakiwamo mchezaji kama Albert Kangwanda, mchezaji kama Cheikh Ibrahim Ture na wachezaji wengine wazuri wa klabu ya soka Yanga waliweza kuingia. Lakini dakika ya 64 tunaona Les Aigles du Congo waliweza kuandika bao la pili, na tunaona kwa upande mwingine Yanga wakaendeleza kufanya msako wa nyani katika lango la Les Aigles du Congo, lakini hakuweza kupata kitu chochote mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake. Bas Les Aigles du Congo kutokea Kongo wameweza kuondoka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka Yanga, ukiwa ni mchezo wa kirafiki, ambapo ikumbukwe mara baada ya mchezo kumalizika tunaona kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga kituo kinachofuatia ni mchezo wa tarehe 12 dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo wa fainali ya ngao ya jamii kwa ajili ya kuzindua ligi kuu ya NBC. Kwa tunaona Simba wamepoteza katika mchezo wao wa kombe la Simba Day dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Kenya Polisi kwa bao 1-0. Yanga nao wamepoteza bao 2 dhidi ya Les Aigles du Congo mabao 2-1. Sasa mara baada ya mpira wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Les Aigles du Congo kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuweza kuchezea mabao 2-1 kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kutoa neno. Cha kwanza wakati Yanga wanaongoza half time wapo sare bao 1-1, akaandika hivi: tutaruka sana msimu huu sana, ya mapigo ya Peter Shalulile. Mara baada ya Shalulile kushinda tunashuhudia anaruka ile staili ya kangaroo, lakini wakati wao wanaongozwa na mpira kumalizika akaandika alhamdulillah, hawa wauni tumuomba mechi ya kirafiki, wao wamekuja kikazi kweli kweli. Huyo ni ndugu Ali Shabani Kamwe akimaanisha kwamba wao waliomba mchezo wa kirafiki, lakini jinsi ambavyo wamecheza wamekuja kikazi kweli kweli. Ukiangalia mpira ambao walikuwa kiucheza, basi ni mpira wa kuvutia wenye mvuto mkubwa. Kwa hiyo Ali Kamwe ameweza kuappreciate kwa hiki ambacho Les du Congo wameweza kukifanya katika uwanja wa Uhuru kuweza kuikamia klabu ya soka Yanga Sports Club. Bwana, nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho kimeweza kutokea siku ya leo katika uwanja wa Uhuru? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare maoni yako.